Maimartha kaamua kubalance story, amempigia bwana Uchebe kwenye issue ambayo Maimartha ameweza kuiripoti kwamba Uchebe bwana akampiga mwanamke mmoja wa Kiarabu kisa kesi za barabarani, ambako Uchebe bwana baada ya kuwa amempiga huyo mwanamke wa Kiarabu, by the way kwa wale ambao hawakusikia maelezo ya huyo mwanamke ni kwamba walikutana kwenye junction moja hivi kwa sababu ya foleni. Kwa hivyo Uchebe, kwa mujibu wa yule mwanamke ni kwamba Uchebe alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kuapisha yule mwanamke wa Kiarabu na wenzake wapite, lakini Uchebe akawa amegoma na akawa amegonga gari ya yule mwanamke wa Kiarabu. Sasa yule mwanamke akauliza kwamba Uchebe, kwa nini unafanya hivyo? Uchebe akawa amesema utanifanya nini? Basi yule mwanamke wa Kiarabu akawa ameshuka kwenye gari na kuanza kuipiga gari ya Uchebe na kiatu kwenye siti ya kwenye mlango wa siti ya abiria kule. Uchebe akawa anasema, unapiga gari yangu, unanijua wewe? Unanijua mimi? Basi Uchebe akawa ameshuka kwenye gari na kuanza kumpiga kweli kweli yule mwanamke. Sasa Uchebe amepigiwa simu na Maimartha kuulizwa kwamba je, hiki ambacho kimeripotiwa na huyu mwanamke wa Kiarabu ni vipi, una maelezo gani mzee? Na Uchebe akawa kitu ambacho amemjibu Maimartha ni kwamba bado nimelala, nikiamka nitakutafuta. Bado nimelala, nikiamka nitakutafuta. Hilo ndio jibu ambalo Uchebe kaweza kumpatia Maimartha baada ya Maimartha bwana kuwa amempigia simu na kumweleza kuhusu tuhuma hizo za hao wanawake wa Kiarabu na huyo mwanamke ambaye kapigwa na Uchebe, alafu amepigwa mpaka akazima ghafla pale barabarani. Uchebe akamchukua, akampandisha kwenye gari, akampeleka Mwananyamala Hospital. Yule mwanamke baada ya kuzinduka pale hospitali, Uchebe akamuona kwamba amezinduka, akachukua gari yake akaondoka pale hospitali, akawa amemwacha pale. Unaona bwana. Kwa hivyo alimpiga akazima, Uchebe akamchukua akampeleka hospitali. Baada ya kuzinduka Uchebe akamwacha akaondoka zake kwenda kupumzika. Ndio hivyo sasa amepigiwa simu na Maimartha. Uchebe anasema bado nimelala, nitakutafuta nikiamka.